Ndugu wauguzi, utoaji wa huduma za afya zinazozingatia ubora ni pamoja na kutoa huduma inayozingatia utu, staha na lugha nzuri kwa wagonjwa wetu. Tumeshuhudia baadhi ya watumishi wakitumia lugha ambazo hazifai kwa wagonjwa, jambo ambalo halikubaliki, kama vile ukiukwaji wa maadili ya kitaaluma ya uuguzi na ukunga. Nataka kuambia mfuate maadili ya kazi zenu, pia mzingatie miongozo mbalimbali ya serikali na kitaaluma ambayo mnaifahamu ili kuweza kukidhi vigezo vya utoaji wa huduma. Na hapa mmeapa na tukaagiza kwamba msaini. Maana yake vile viapo vyenu vitatunzwa na DMOs. Kwa hiyo tuagize DMO kama kwa wale wakunga ambao hako hapa wahakikishe wana saini zile hati za kiapo, alafu mzitunze. Endapo itatokea unaenda kinyume na yale ambayo umeapa, basi sisi tutakuchukulia hatua za kisheria kwa yale ambayo tumekubaliana siku ya leo. Kwa hiyo nadhani hili jambo ni mojawapo ya maazimio. Lakini pia waheshimiwa sana, niwakumbushe kwamba tabia ya kusukuma sio nzuri. Ukiona basi umekabidhiwa jukumu nyeti la kuwa mkunga, kuwa daktari au kazi yoyote ya kumhudumia mwananchi kwenye sekta yoyote, na ukawa unasubiri kusukumwa, basi lazima ujue kwamba akili zako hazijatimia. Tunahitaji tukakupime kwa sababu wewe unasubiri tu viongozi waje wakusukume. Tusiwe na tabia hiyo, ni tabia mbaya sana. Unasubiri mheshimiwa rais akusukume, unasubiri mheshimiwa waziri akusukume, unasubiri katibu mkuu akusukume, unasubiri rasa akusukume, mkuu wa wilaya. Hapana, ni kitu kibaya sana. Kibaya mno. Na is a lack of maturity of highest order kwa kweli. Unajua unapokuwa umesoma na hatimaye unakabidhiwa jukumu la kufanya, lazima utambue kwamba umekabidhiwa wajibu mkubwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe kutoka ndani yako lazima ujitume na sio kusubiri kutumwa. Sio kusubiri kusukumwa. Ndugu wauguzi, serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana na kuleta mafanikio makubwa katika sekta ya afya, ambapo sisi katika mkoa wetu wa Tabora mafanikio makubwa yameonekana, ambapo tangia Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia ingia madarakani miaka 4 imepita sasa. Uwekezaji uliofanyika katika mkoa wetu ni jumla ya shilingi bilioni 33. Tumpongeze Mheshimiwa Rais. Fedha hizi zimejenga na kukarabati hospitali za wilaya, vituo vya afya na kukamilisha mabomba ya zahanati, na hivyo kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, pamoja na fedha za kununua vifaa tiba, ambapo mkoa wetu umepokea shilingi bilioni 11.1 na hivyo kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi, ikiwemo utoaji wa huduma za dharura za upasuaji kwa wajawazito katika mkoa wetu. Hadi sasa jumla ya vituo 41 vinatoa huduma za dharura na upasuaji kwa wajawazito. Vifaa tiba vimepokelewa katika hospitali ya mkoa, hospitali ya wilaya, vituo vya afya hadi zahanati. Magari ya kubeba wagonjwa, yani ambulance, mkoa umepokea magari 23 na magari ya utawala kwa ajili ya usimamizi wa huduma za afya, ambapo tumepokea magari 10 na gari la chanjo 1. Mheshimiwa Rais wetu amefanya kazi kubwa sana katika mkoa wetu. Naomba tena tumpongeze. Mheshimiwa Rais oye! Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa kuboresha huduma za afya, na lengo la serikali ni kusogeza huduma za afya karibu na wananchi ili wapate huduma bora na hivyo kupunguza maradhi na vifo, ikiwemo vifo vya wajawazito na watoto wachanga. Kwa hiyo kazi imefanyika vizuri na sisi katika mkoa wetu tumeshuhudia kama tulivyowaeleza. Niwasihi sana wauguzi wote na wakunga kutunza miundombinu hiyo ya afya iliyoboreshwa, lakini kuitumia vizuri kama tulivyosisitiza. Kwa sababu unaweza kupewa miundombinu, vifaa tiba, lakini usiweze kuvitumia. Hilo ni jambo jingine. Ndio sababu tukasema hebu tuangalie namna ya kubadilishana ujuzi kwa maana ya knowledge transfer. Na hili liingia kwenye maazimio. Ndani ya mkoa, ndani ya wilaya, katika taifa. Tunaweza tukaamua tunaenda Benjamin Mkapa. Sio jamani? Tunaweza tuazimie tuende Benjamin Mkapa, tuende Bugando, kulingana na competence ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa Rais wewe utaangalia na viongozi wote ambao unahusika muangalie ni wapi muende mkafanye study tour. Nianze kutoa maelekezo. La kwanza,
Swala la maadili ambalo limesisitizwa ni jambo la msingi sana, kuzingatia sheria na taratibu zinazoongoza taaluma yetu. Lakini tunapozungumza swala nzima la customer care au huduma bora kwa wagonjwa, ni jambo ambalo kwa kweli inabidi wote tuazimie kuendelea kuwajibika vizuri na kutoa huduma bora kwa wagonjwa bila kulazimishwa, bila kusukumwa. Tunapokutana na wagonjwa wetu, tuwasalimie vizuri kwa tabasamu. Kama unavyosema, unapompokea mgonjwa alafu unakuwa umenuna, unamuongezea stress, unamuongezea ugonjwa. Kwa hiyo jitahidi sana kutoka tabasamu kidogo. Au katabasamu ukanunui, umepewa na Mwenyezi Mungu na matumizi yake ndio hayo. Kwa anapoingia mgonjwa alafu unamnunia, basi unamuongezea stress ambazo zinaongeza ugonjwa wake. Lakini la pili, hii ya kuona kwamba amekaribishwa na yupo na mtu ambaye atamsaidia, hiyo hata wewe ukiumwa ukienda hospitali utahitaji ambacho mimi nakisema sasa hivi. Kwa hiyo hauhitaji kusema kwamba nitaenda kujifunza wapi. Ni wewe mwenyewe utajifunza pale utakapoumwa. Kama ukienda hospitali usipopokelewa, usipoelekezwa vizuri, usipopata huduma bora, basi utaonekana utalalamika. Lakini swala la kujitambua, pale kuna wagonjwa wengine ambao wanakuja na hasira hospitalini. Wapo wengi. Labda ametoka na hasira nyumbani kwao, anakuja nazo hospitalini. Sasa wewe unapokutana na mgonjwa kama ule, usi exchange, usimjibu chochote. Wewe muonyeshe tu tabasamu. Kwani unapungukiwa na nini? Unatumia busara na maneno ya hekima cool down au kupunguza hasira za mgonjwa. Sio kuanza exchange naye maneno. Haitasaidia. Wewe una focus tu kwenye utaalamu wako na si zaidi. Akiwa anazungumza basi maneno basi unamwambia karibu nikuhudumie, labda nenda dirisha namba fulani utapata huduma. Usijibu chochote kwa sababu haitakusaidia kabisa, haitakusaidia. Lakini ni taaluma ambayo pia inahitaji huruma, kama nilivyosema. Huruma kwa Kiingereza inaitwa ni compassion. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia kuwa na huruma, lakini kutumia ujuzi wetu kama nilivyosema katika kutoa huduma, lakini pia kusikiliza kwa makini, kusikiliza kwa makini konsani za wagonjwa, pamoja na kubadilishana na mawasiliano mazuri na wagonjwa ni jambo la msingi sana kwenye hilo eneo la maadili pamoja na customer care. La pili, tunaomba unapopewa haki unayoiomba, jambo la msingi kukumbuka kuongeza uwajibikaji katika usimamizi na utekelezaji wa mpango mkakati itakayoweza kutusaidia kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Na tuwashukuru na kuwapongeza kwamba mmeipongeza serikali kwa kukubali kurekebisha muundo wa utumishi au scheme of service ambao tumeambiwa na afisa utumishi kwamba utaanza mwezi wa 7. Si ndio Huruma? Utaanza mwezi wa 7. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo serikali imefikia. Kwa hiyo tumepokea pongezi hizo na sisi tutazifikisha. Lakini sasa kwetu tuna kibarua cha kuonyesha kwamba tunaitendea haki serikali kwa kutoa huduma bora na kuondoa malalamiko kwa wananchi. Kwa hiyo kila mmoja aende kajipange. Kwenye risala ambayo tumesikia imesomwa hapa, kuna swala la upungufu wa watumishi katika mkoa wetu, katika wilaya zetu, na uwepo wa watumishi wa kada za afya katika mkoa wetu ni 52%. Lakini pia tuwapongeze kwamba na nyinyi mmekiri kwamba serikali imetoa ajira mpya 436 wa kada za afya kwa mwaka 2025, ikiwemo wauguzi 157. Tuipongeze serikali. Sasa tuendelee kuelekeza halmashauri kupitia wakurugenzi na waganga wakuu wa halmashauri kuendelea kuajiri watumishi wa afya kwa mkataba. Haya ni maelekezo ya serikali. Kwa hiyo mkishindwa itakuwa ni nyie mmetuangusha. Pale mnapoona kuna mapungufu makubwa, azimio jingine kwenye mkutano huu ule kwamba halmashauri ziendelee kuajiri watumishi kwa mikataba. Vijana wetu waliomaliza kazi, waliomaliza shule, wenye ujuzi wako mtaani, wako wengi sana. Wako wengi. Kwa hiyo tuwaajiri kwa kadri inavyowezekana ili tuweze
kuziba mapengo yaliyopo kwenye halmashauri zetu, na pengine tuwe tunapokea taarifa za mara kwa mara namna tunavyoajiria watumishi. Kwa hiyo tuweke hilo kama azimio, lakini sisi tutawasilisha azimio hilo la kuomba serikali izidi kutupa kipaumbele mkoa wa Tabora kwa ajira hizi mpya kutoka serikali kuu. Kwa hiyo tuchukue kama azimio ili kuweza kujibu risala yenu. Kwa hiyo tumelichukua, mtaniandalia barua Raimo, barua nzuri kabisa inayotokana na maazimio ya kikao hiki ili tuweze kuwasilisha serikalini. Changamoto ya uhaba wa makazi kwa watumishi wa afya, ni kweli serikali inatambua changamoto hiyo, lakini tuishukuru sana serikali kwa kuendelea kutenga fedha za kujenga nyumba za watumishi wa kiumo afya. Pia ni wapongeza wakurugenzi wa halmashauri za wilaya za Urambo, Tabora Manispaa, Igunga na Kaliua kwa kutenga shilingi milioni 167 na laki mbili kwenye bajeti ya 25-26. Ili tutaliona kwenye yatokanayo. Naomba nisiliongelee sana. Wale wengine ambao hawajatenga wajiandae kutueleza hapa. Sijui watatueleza nini ili tuweze kuelewa. Tunaomba wajiandae kutueleza hapa kama kamati, tujue ni kwa nini hawajatenga hizo fedha. Naomba mjiandae. Kila mmoja atasimama hapa, tujue kwa nini hawajatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa afya. Halmashauri, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete na hospitali za binafsi zianze kufikiria kutenga fedha kwenye mipango yao ya kununua usafiri wa pamoja, mfano basi kwa ajili ya kurahisisha kuwahi kazini na kufanya kazi kwa utulivu. Ili tumelichukua na maelekezo ni kwamba liwekwe kwenye mipango mikakati ya ngazi ya mkoa, kwa maana hospitali yetu ya rufaa Kitete, hospitali zetu za wilaya na vituo vya afya. Pale ambapo mna mapato ya kutosha, ruksa tununue magari kwa ajili ya kuhudumia watumishi. Tulipitisha namna hiyo, si ndio jamani? Si ndio Haya, hilo limepita. Kwa hiyo mnaruhusiwa kutumia mapato yenu ya ndani kununua magari hayo kwa ajili ya kutoa huduma kwa watumishi. Lakini tuelekeze halmashauri na wadau wa afya kushirikiana kwa kujengea uwezo wa watumishi wa afya kuendelea kupata elimu endelevu ili huduma iendelee kutolewa kwa wateja wetu. Kwa hiyo haya mafunzo mlioyaomba sisi pia tumeridhia kwamba ni kipaumbele. Kwa hiyo halmashauri pamoja na waganga wafawidhi ngazi zote waweze kuchukua hili kwa umakini mkubwa, na utekelezaji tutauona kwenye mwaka ujao tutakapokuwa na mkutano mwingine.